nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya. Lakini pia nimpongeze kipekee hususan kwenye wizara hii ya uchumi wa bluu. Tunafahamu Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani alikuja na kauli mbiu yake ya kusema uchumi wa bluu, kwa maana ya kwamba anakuja na mkakati wake wa kuja kuibadilisha Zanzibar, kuona bahari yetu, viumbe hai ambavyo tayari vinapatikana kwenye bahari vinaleta thamani kwa ajili ya kuinua maisha ya Wazanzibari. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwenye eneo hilo. Lakini mbali na hilo pia, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitajielekeza zaidi kwenye fungu P02 maendeleo ya uvuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tunavyofahamu kwenye programu hii kuna programu ndogo ambayo maendeleo ya uvuvi na ufugaji wa mazao ya baharini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye eneo hili kuna taasisi mbili ambazo zinasimamiwa na wizara hii, taasisi ya Zafiri pamoja na alafu kuna kampuni mbili ambayo kuna kampuni ya Zafiko na kampuni ya Zasco. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitajielekeza zaidi kwenye hii kampuni ya Zasco. Kama tunavyofahamu Mheshimiwa Mwenyekiti, kampuni hii asili mwanzo ilikuwepo kwenye wizara ya viwanda, ya biashara na maendeleo ya viwanda, na sasa hivi kampuni hii tayari iko kwenye wizara ya uchumi wa bluu. Ni jambo la kupongezwa sana. Nafahamu haya ni maamuzi ya Mheshimiwa Rais kuona kwamba wizara hii ili iweze kufanya vizuri zaidi basi iende kwenye wizara hii ya uchumi wa bluu. Hili ni jambo zuri na la kupongezwa. Lakini mbali na hilo pia nimpongeze sana mkurugenzi mkuu ambaye anasimamia hii kampuni. Kwa kweli kijana huyu anafanya kazi nzuri na lazima tumpe maua yake, kwamba sasa Zasco inaenda kutengeneza kiwanda, na kama Mheshimiwa Waziri alivyowasilisha hapa pamoja na mwenyekiti wa kamati kwamba sasa hivi Pemba tayari wameshatengeneza kiwanda cha mwani ambacho kipo kule cha Manangwe. Ni jambo zuri. Hii yote inaonyesha kabisa tunaenda kufanya mapinduzi makubwa, kwamba sasa hivi mwani utanunuliwa nchini, lakini pia utasarifiwa hapa hapa nchini ili kutengenezwa bidhaa ambazo zitaongeza thamani ya mwani ambao tayari unazalishwa katika nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, historia inaonyesha zao la mwani ni miaka mingi, tokea 1962-63 huko zao hili la mwani lipo nchini, lakini haijaonekana tija kwenye zao hili la mwani. Kupitia uongozi wa Daktari Hussein Ali Mwinyi ameona sasa imefika wakati kuona zao la mwani linaongezewa thamani, lakini pia linaweza kuongeza tija kwa wakulima wa mwani. Hili ni jambo zuri mno na la kupigiwa makofi kwa Mheshimiwa Rais kwa uamuzi huo mkubwa ambayo aloufanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye uwasilishaji wa Mheshimiwa Waziri amezungumzia kiwanda hichi kitaenda kutengeneza mbolea pamoja kwenda kutengeneza virutubisho vya kuongezea thamani ya mbolea. Ni jambo zuri, lakini pia ni shauri sana wizara, mbali na kwenye virutubisho vya mbolea, niombe wizara, muda umeshafika sasa hivi wa kwenda kuwapa taaluma wakulima hususan wanaolima kwa ajili ya kutumia hiyo mbolea. Tusije tukatengeneza hichi kiwanda tukazalisha hii mbolea, matokeo yake sasa mbolea hiyo isinunuliwe. Tuna desturi, tuna historia Zanzibar kwenye mbolea sio sana kutumia ukilinganisha na vitu vingine. Kwa hiyo niombe sana kupitia Mheshimiwa Waziri, na nadhani mkurugenzi kijana yupo ananisikia, tusije tukazalishe mbolea lakini mwisho wa siku ikakosa wateja. Kwa hiyo niombe sana wizara kwenye hili tuanze kutumia strategic za kutosha kuhakikisha kwenda kutoa taaluma kwa wakulima wetu, ili sasa mbolea hii ikizalishwa basi iweze kuwa na tija, lakini iweze kutumika na kuweza kununuliwa. Lakini pia niombe pia wizara hii, mbali na kufikiria kuzalisha pia mbolea, lakini pia ifikirie kuzalisha bidhaa nyingine mbadala. Kama tunavyofahamu mwani unazalisha bidhaa mbalimbali, mojawapo kwenye vipodozi, lakini pia kwenye ishu ya chakula. Na nadhani tukielekeza zaidi kwenye vipodozi, naamini zaidi zao hili tunaweza tukauza sana, lakini bidhaa pia zikauzika sana sokoni. Kama tunavyofahamu Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi hakuna mtu yoyote katika dunia hii
hawezi akatoka asubuhi ameshakoga halafu asijipake kipodozi, haiwezekani hata siku moja. Kwa hiyo niombe, mbali na kufikiria kwenye hii fertilizer, lakini pia tufikirie kwa ajili ya kuzalisha vipodozi, lakini pia tuzalishe chakula ambacho kikawaida katika maisha ya binadamu hivi vitu kila siku vinatumika. Hili litaendana sambamba na malengo ya Mheshimiwa Rais kuona kabisa mwani huu unanunuliwa, lakini unaweza kuleta tija kwa wakulima. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi wakulima wetu wanapitia katika mazingira magumu sana ya upandaji wa huu mwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitaje baadhi ya gharama ambazo wakulima wetu wanazopitia sasa hivi na thamani ya mwani sasa hivi wanapokwenda kuuza katika soko. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkulima sasa hivi ananunua kamba shilingi 7,500. Lakini mbali na hilo pia, ili aufunge huo mwani anatakiwa awe na tai, na tai hiyo donge moja ananunua shilingi 6,500. Lakini mbali na hilo pia, Mheshimiwa Mwenyekiti, mkulima huyo atatakiwa apate vijiti, na kijiti hicho anakinunua shilingi 800. Kwa hiyo ukifanya calculation, mkulima huyo ili apate kuupanda mwani wake huo anatakiwa awe na shilingi 14,800. Kwa hiyo akivikamilisha hivi vitu ambavyo gharama yake ya shilingi 14,800, maana yake sasa mwani huo mpaka anaupanda, anaumaliza, lakini pia anauanika, anaenda kuuza sokoni, maana yake atauza ni sasa na kilo 20. Thamani yake ni sasa wana kama shilingi 20,000. Kwa hiyo ukitoa shilingi 20,000 na shilingi 14,800 kwa ajili ya hizo gharama za upandaji, ni sasa anapata faida shilingi 5,200. Ni fedha ndogo. Mkulima huyo anakaa zaidi ya miezi mitatu kuusubiria mwani unakuwa mpaka anauvuna, anapata faida ya shilingi 5,200. Ni fedha ndogo mno. Mimi naamini kwa kiwanda hichi kweli kitaweza kuleta suluhu kwa wakulima wetu. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa maamuzi haya mazuri. Maamuzi najua ni magumu. Miaka 5 ya Daktari Hussein Mwinyi, kwa kweli jambo hili halikufanyika, lakini mwanzoni sasa hivi mwaka wake huu wa kwanza ametuhakikishia kupitia taarifa ya Mheshimiwa Waziri kwamba ifikapo mwezi wa 7 kiwanda hichi kitaanza rasmi kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo nipongeze kwenye eneo hilo, lakini pia thamani ya mwani wa kuuzwa sasa hivi kwenye soko lazima ifikiriwe zaidi, ili mkulima huyo akaenda kupanda basi apate fedha iliyokuwa nzuri na iweze kuleta tija kwa wakulima wetu. Kama tunavyofahamu, wimbi kubwa ambalo linalolima huu mwani ni kina mama ambao wako kando kando ya bahari. Kwa kweli tukiwasaidia kwenye eneo hili, kweli tumewasaidia wakulima wetu na itaweza kuleta furaha kwa wakulima wetu ambao tayari wako vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiachana na hilo pia nimpongeze sana mwenyekiti wa Zanzibar Maisha Bora Foundation, mama yetu Mariam Mwinyi, kwa kuwa champion wa kusimamia kwenye zao hili la mwani. Kama unavyofahamu, mama huyu haiwezi kufika miezi mitatu hajakutana na wakulima wa mwani. Haiwezi kufika miezi mitatu hajatoa mshahara wake kuwasaidia wakulima wa mwani kwa ajili ya kamba, taitai na mambo mengine mbalimbali. Nilitegemea kwenye hutuba hii Mama Mariam Mwinyi atatajwa, lakini kwa bahati mbaya sana hajatajwa. Kwa kweli, Mheshimiwa Waziri, utapokuja kuhendo hapo, naomba huyu mama lazima umpe baua yake, na lazima huyu mama mumpe zawadi yake kwa kazi kubwa ambayo anaoifanya katika nchi hii kwa ajili ya kuwasaidia wakulima wa mwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nije kwenye eneo la pili, kwenye programu ndogo ya uhifadhi wa mazao ya baharini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tunavyofahamu, Zanzibar tuko kwenye kisiwa na kisiwa hichi kimezungukwa na bahari. Tusipoweka mikakati madhubuti, kisiwa hichi kitapotea, lakini pia mazao ambayo yanapatikana baharini nayo pia yatapotea. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi natokea kwenye ukanda wa Pwani. Kwenye ukanda wa Pwani kuna mahoteli mengi, na mahoteli hayo yote yametengeneza swimming pool, na kwenye swimming pool kuna chlorine. Wakimaliza maji yale kuyamwaga, yanaenda kumwagwa kwenye bahari. Hii sio sawa hata kidogo, na ndio maana sasa hivi hata samaki ambao tayari wanapatikana Zanzibar volume yake ni ndogo sana ukilinganisha na miaka ya nyuma. Kwa hiyo niombe sana wizara hii sasa ianze kufanya operation maalum ya kupita hoteli badala ya hoteli, kuhakikisha kabisa kila hoteli ambayo inamwaga maji yake kwenye bahari ianze kusimamisha
hiyo hatua na kuweza kutafuta mbinu nyingine mbadala maji hayo yasende baharini. Kama tunavyofahamu Mheshimiwa Mwenyekiti, baharini kule kuna mazalio mbalimbali ya samaki, kuna viumbe ambavyo vinaitwa bioanuwai, vyote hivyo vinakufa kutokana na mapinduzi makubwa ya mahoteli yetu haya yanavyomwaga maji kwenye maeneo ya bahari. Mheshimiwa Mwenyekiti, tusipoweka mikakati haya ambayo tunayoyazungumza haya, viumbe hivi vikiwemo samaki, mwani na mambo mengine mbalimbali vitapotea kutokana na huo uwekezaji ambao unaenda kuchafua mazingira. Lakini mbali na hilo pia, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi ambao tayari tunakaa kando kando ya bahari tunapitia wakati mgumu sana. Sheria ipo inatamka kabisa usawa wa bahari kupanda juu, lazima maeneo hayo yawepo wazi. Matokeo yake mahoteli hayo yanajenga mpaka baharini. Maji yakijaa, wananchi hawa hawawezi kupita kwenda kando ya pili kwenye maeneo mengine kwa ajili ya kujitafutia riski na kutafuta mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo niombe sana, wizara hii imepewa dhamana ya kusimamia mipaka ya bahari na maeneo ya uwekezaji ili kuhakikisha mwekezaji anapata eneo lake, lakini pia watu ambao wanakaa kando kando na uwekezaji wanapita kwenye eneo la fukwe na wanafanya shughuli zao mbalimbali. Kwa hiyo niombe sana wizara kwenye eneo hili sasa iende ikasimamie ili kuhakikisha wanaotengeneza mahoteli kuacha maeneo maalumu kwa ajili ya watembeaji wa miguu, kwa wavuvi na maeneo mengine mbalimbali. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye wizara hii tunafahamu serikali imehakikisha kabisa kuona kabisa tunakuwa tuna utalii, na utalii huu sasa hivi kwenye bahari unapendwa sana. Sasa hivi watalii wengi wanafanya safari za dolphin. Ukenda kwenye kisiwa cha Mnemba kule, Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi ukenda hata dolphin wenyewe wanapotea kutokana na watu wengi kwenda kule kwenye bahari. Wale ni viumbe, dolphin ni viumbe ambavyo vinahitaji utulivu, lakini pia vinahitaji uangalizi wa hali ya juu. Leo unakuta watu wanaenda na boti zaidi ya 100, hata dolphin wenyewe wako watatu. Kwa hiyo mimi nadhani wizara hii iende ikaike mikakati zaidi ili kuhakikisha kabisa watu wanaoenda kwenye dolphin kule basi kuwe kuna mipaka, walau japo boti 3 zikitoka hizi ziingie hizi ili mambo mengine yaendelee. Uvuvi huu, lakini pia maonyesho haya ya dolphin yalikuwepo Kizimkazi, yaliondoka kutokana na hivyo volume ya watu kwa ajili ya kwenda kuangalia hawa dolphin wamepotea kutokana na hofu yao kuja kudhuriwa na binadamu. Sasa hivi dolphin wapo Mnemba, tunaomba mikakati hiyo kwa ajili ya kuja kuwadhibiti hawa viumbe ili viendelee kutuletea pato la taifa katika nchi yetu hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, nije kwa kumalizia kwenye eneo letu kule, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna kijiji cha Matemwe, kuna Kijini, kuna Pwani Mchangani pamoja na Nungwi. Tunafahamu kuna sheria ya tangazo la serikali la mwaka 2022 ambalo linatambulika kama ni MIMCA. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi kumekuwa kuna changamoto kubwa mno hususan kwa hawa wanufaikaji wa hii fedha ambayo inatokana na hifadhi ya Mnemba. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni muombe sana wizara, inawezekana ni muombe sana Mheshimiwa Waziri, inawezekana akawa mgeni kwenye maeneo haya, lakini nakuomba sana mara baada ya kuhitimisha hii, naomba sana uende kwenye maeneo yetu ya Pwani Mchangani, eneo la Matemwe, Kijini na Nungwi, ili ukakutane na hawa wavuvi ambao wananufaika na huu mgao wa fedha kupitia hifadhi ya Mnemba. Sasa hivi kumekuwa kuna changamoto kubwa. Wananchi wangu wa Pwani Mchangani hawanufaiki na fedha kama ilivyokuwa sheria ambavyo inavyowataka. Mwaka jana walipokea zaidi ya milioni 15. Kiutaratibu inatakiwa wapokee zaidi ya milioni 30. Hii imeleta mkanganyiko mkubwa sana. Ukiwauliza watu wa Matemwe inaonekana wao wamepata mgao wao kama ipasavyo. Ukiuliza maeneo ya Nungwi wamepata mgao wao kama ipasavyo. Lakini maeneo mengine huku mgao wao hawapati ipasavyo. Kwa hiyo ni kuombe sana Mheshimiwa Waziri, fanya ziara, lakini pia kutana na hawa wavuvi ambao wananufaika na mgao wa fedha ili sasa kuwatafsiria hii sheria, lakini pia kufahamu mapato yao, muda gani na wakati gani wanapokea na kiwango gani, ili kuepusha matatizo ambayo yanaweza kuja kusababisha maafa huko mbeleni. Lakini pia kwa kumalizia, mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba wizara ifikirie maeneo ya Pwani Mchangani. Kuna eneo kubwa, soko lilokuwepo lile limeshakuwa la zamani. Tunaomba tuboreshewe, tujengewe soko la kisasa, lakini soko hilo pia litakuwa na cold rooms, lakini pia litakuwa na mtambo kwa ajili ya kuzalishia ile barafu
barafu chenga. Hii itasaidia sana. Kama unavyofahamu, maeneo yale yana utalii, watu wanavua sana, lakini kwa bahati mbaya sana soko lililokuwepo linaonekana la kizamani ambalo haliwezi kuendana na nyakati hizi. Naamini Mheshimiwa Waziri, ukitujengea soko pale itakuwa tayari umetengeneza haiba nzuri, lakini wavuvi wetu nao watafurahia, samaki watapatikana vizuri kabisa. Naamini itasaidia sana. Lakini pia la mwisho zaidi, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu sisi na wanasiasa tuna mwisho zaidi. Kwa hiyo niombe sana Mheshimiwa Waziri, mwaka uliopita Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa mno ya kutoa maboti. Mwaka huu hatujasikia kwenye ripoti yako kwamba mpango huo bado upo. Wakulima bado wana uhitaji mkubwa sana wa maboti. Kama tunavyofahamu, Zanzibar kuna wakulima lakini pia kuna wavuvi. Naamini tukitoa maboti mengi hususan kwenye kando za bahari tukawasaidia wavuvi wetu, kwa kweli tutakuwa tumewasaidia sana sana, na tutakuwa tumepunguza mzigo mzito kwa serikali. Baada ya kusema hayo machache, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja kwa 100%, na asante sana. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.